niongee, nimekaa njia panda, ninataka niongee kwa habari ya njia panda kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana gani? Njia panda ni zaidi ya magari kupishana tu, kwamba hili linaenda upande huu, jingine linaenda huku, linaenda huku. Basi sehemu zingine wamewekewa mataa ili wasigongane ila kwenye ulimwengu wa kiroho pia kuna njia panda, na mambo yasipokaa vizuri watu watagongana sana. Na kwa hiyo tumekuja kuweka traffic light ili watu wasigongane njia panda usiku. Sema amina. Amen. Ili hatima za watu zisigongane hapa katika jina la Yesu. Amen. Ili nguvu za giza zishindwe na ufalme wa Mungu tawale mahali hapa. Sema amina. Amen. Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia. Juu mahali palipoinuka karibu na njia. Tukisema mahali palipoinuka, maana yake tunaongelea zaidi ya mlima. Yes. Tunaongelea eneo la rohoni, yani yes, eneo ambalo linajulikana rohoni. Yes. Ni eneo ambalo lina madhabahu, ni eneo ambalo mtu akikanyaga pale akafanya kitu fulani cha kiroho kinatiki. Yes. Penye njia panda, penye njia panda ndipo asimamapo. Ndipo asimamapo. Hapa anasema ya kwamba hekima huwa anasimama penye njia panda. Yes. Twende kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Nataka nikuoneshe huyu hekima anayezungumziwa hapa, anayelia njia panda ni nani hasa. Anasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, ndio aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Aliyefanywa kwetu hekima. Kumbe Kristo, yes, alifanywa kwetu kuwa hekima. Alifanywa kuwa hekima kwa wanadamu. Kwa hiyo tukisema hekima ulia njia panda, maanake ni Kristo, ni Yesu mwenyewe ndiye anayelia njia panda, anatamani kuwasaidia watu. Tukisema yes, njia panda, tunaongelea zaidi hapa, tunaongelea eneo la kufanya maamuzi. Amen. The valley of decision ni eneo la kimaamuzi, ni bonde la kukata maneno. Amen. Ni eneo ambalo watu wanafanya maamuzi ya kimaisha. Tukisema njia panda, manake tunazungumzia ni eneo la muhimu sana. Yes. Ambalo mtu anaweza kuchagua hatima yake iwaje, anaweza kuchagua maisha yake yawe ya namna gani, anaweza kuchagua uchumi wake uwe wa namna gani, ndoa yake iwe ya namna gani, afya yake iwe ya namna gani. Ni eneo la machaguo. Njia panda ni eneo la machaguo, na ndio maana watu wanaopishana hapa njia panda wangekuwa hawajui wanakoelekea, tungegongana sana hapa njia panda. Yes. Kwenye maisha haya kuna watu hatima zao na maamuzi yao yameibiwa au yamemilikiwa na adui Shetani. Hili ni eneo la machaguo. Tukisema njia panda ni eneo la machaguo, ya kwamba huyu mtu aelekee wapi, amwabudu Mungu au Shetani. Huyu mtu aamue kuoa apate ndoa au awe ni mtu wa kutembea na wanawake. Huyu binti apate ndoa au awe ni binti anayejiuza aitwe kahaba. Ni eneo la kufanya maamuzi. Yes. Kuna watu ambao maamuzi yao yameshikiliwa na Shetani. Yes. Na leo tunaongea hapa kinabii hapa. Yes. Ya kwamba tunapotoka mahali hapa kuna watu hatima zao, maamuzi yao yanaachiliwa katika jina la Yesu. Amen. Baraka na laana. Baraka na laana. Unaona kuna mambo kadhaa yamewekwa mbele yako. Yes. Mbele ya kila mwanadamu kuna mambo kadhaa yamewekwa. Jambo la kwanza anasema uzima na mauti. Manake yes, ingekuwa ni shule unaambiwa manake uchague kimoja wapo. Amen. Either unachagua A au B. Unachagua au B. Yes. Au utabahatisha. Yes. Sababu kuna watu ambao tangu shuleni wanabahatisha mpaka leo. Yes. Na maisha wanabahatisha. Kwa hiyo atafumba macho tu ataandika B. Wakati kumbe jibu ni A. Sawa. Sasa hatutaki ubahatishe, leo tunakuonesha machaguo sahihi. Na uzuri Mungu hapa anatusaidia, anatuonesha moja kwa moja chaguo gani ambalo ni sahihi. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, halafu nimekuwekea mbele yako mema na mabaya. Yes. Inasemaje tena? Anasema baraka na laana. Baraka na laana. Halafu anasema ndio, basi chagua uzima. Mungu ametuonesha majibu. Yes. Kumbe huu ulikuwa ni mtihani. Sawa. Lakini kwa jinsi Mungu anavyotupenda hataki tuaibike, ametuonesha majibu. Sawa. Na majibu yake ni yapi? Basi chagua uzima ili uwe hai. Ili uwe hai. Wewe na uzao wako. Sio wewe tu peke yako,
wako, wewe na uzao wako. Yamkini ni baba unanisikiliza mahali hapa, una familia na watoto. Biblia inakuambia kwamba chagua uzima ili uwe hai, sio wewe peke yako, ila wewe na watoto wako. Manake maamuzi yako yatakosti na uzao wako pia. Wewe umechagua nini kwenye maisha? Mungu anakuambia chagua uzima, lakini watu wengi wamechagua mauti. Unakuta kijana amechagua sigara, hiyo ni mauti mzee. Unakuta mzee amechagua pombe, hiyo ni mauti. Siku moja utapata kansa, hiyo ni mauti mzee umechagua. Mwingine amechagua makahaba, hajachagua ndoa, umechagua mauti. Biblia inasema kahaba ni shimo la kuzimu, umechagua mauti. Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sawa. Ile kwamba umepata huo mshahara au haujaupata haimaanishi ya kwamba utaingiziwa. Utaingiziwa tu siku moja. Unagundua kinachowaua watu ni ukosefu wa machaguo. Watu wengi wanadhani Mungu atawachagulia maisha. Watu wengi wanadhani mashehe watawachagulia maisha. Watu wengi wanadhani wachungaji na manabii watawachagulia maisha. Na ndio maana watu wengi wakienda makanisani, vilio vyao, nitabirie nabii, nitabirie. Hakuna machaguo ya muhimu kama yale unafanya wewe. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, mema na mabaya. Anakuambia chagua uzima ili upate kuwa hai wewe na watoto wako. Manake ni nini? Pamoja na kwamba amekuonesha jibu, ila bado hajakuondolea wajibu. Ni kweli amekuonesha jibu, lakini wajibu hajakuondolea. Manake hata kama amekuonesha jibu, wewe ndio unapaswa kuweka. Kama ni A, weka A. Kama ni uzima, weka uzima. Kama ni mauti, weka mauti. Sema amina. Sasa watu wengi wanasitasita kwenye haya maeneo. Wafalme wa kwanza 18 na mstari wa 21. Biblia inasemaje? Anasema naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Maanake hawa watu wako njia panda. Bado wanasitasita. Wako njia panda, wanasitasita katika mawazo gani? Hebu tuambie. Anasema ndio Bwana akiwa ndiye Mungu. Sikiliza, Bwana akiwa ndiye Mungu. Na unajua kabisa tukiwauliza watu hapa ya kwamba nani amekuumba, 100% watasema ya kwamba Mungu ametuumba. Sawa. Sasa anawaambia kama mnajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, ni Mungu, miungu ya kwenu ya Kisukuma, matambiko ya Kisukuma, kama yenyewe ndiye Mungu, yafuateni. Kama waganga wa kienyeji hawa kina sangoma, kama ndio Mungu, basi anasema wafuateni. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu ana nguvu ya kufanya maamuzi. Yaani maamuzi yako kwa mwanadamu. Na kwa hiyo ndio maana unaona anawaachia wajibu wa kuchagua. Anawaambia chagueni. Either mtamchagua Mungu au mtamchagua Baal. Na watu wakahama, tuko mahali hapa jioni ya leo tunakuuliza, unamchagua nani? Je, unamchagua Mungu au unachagua miungu ya kwenu? Je, unamchagua Mungu au unachagua miungu ya kwenu na mizimu ya kwenu? Je, unamchagua Mungu au unachagua uchawi na uganga? Je, unamchagua Mungu au unachagua kwenda njia panda, kugonga nazi ili nazi ikusaidie kwenye biashara? Unajua watu wengine sijui akili zao wanawekaga wapi. Yaani wewe umeshindwa kufanikiwa kwenye biashara, alafu unakuja kugonga nazi njia panda ili ufanikiwe. Wewe una matatizo ya akili. Haiwezekani nazi ikakusaidia wewe kufanikiwa. Nazi haina akili. Nazi ni tunda. Nazi ni kiungo kizuri cha mboga. Makande wewe ana sura mbaya sana, ila makande ukiyawekea nazi ila sasa watu nazi badala ya kupikia mboga, hawa ndugu ni wapumbavu kweli, wanatumia nazi kupigia njia panda. Yaani wakati mwingine muwe mnazipiga hizo nazi kwa nzima nzima, si tupelekee wake zetu mwingine anachukua mayai analeta njia panda, anapamiza njia panda. Hivi kwa akili zako za kibinadamu, sio za mnyama, wao wanaweza kusaidiwa na yai la kuku kufanikiwa?
unagundua hapa pamekorogwa, unagundua hapa pamepindishwa, kuna shida imewekwa kichwani. Yohana 14:6. Yes, inasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi, ila kwa njia ya Yesu. Yes. Iko hivyo. Kuna kijana mmoja ameniuliza swali zuri hapa ya kwamba tufanyaje sasa, mtumishi wa Mungu?